Na mtazamaji popote pale ulipo, ni siku nyingine tena tumewasili ndani ya wilaya ya Mkinga katika shule ya msingi Manza, lakini tufahamu ndani wa taarifa zaidi kuhusiana na kile ambacho sisi kimetufanya kuweza kufika hapa. Kiongozi, karibu sana. Kwanza kwa majina yako? Kwa majina naitwa Ezra Katete, ni afisa uvuvi wilaya Mkinga. Zaidi kwa taarifa zaidi ni kwamba kuna mgogoro kati ya wakulima wa mwani halikadhalika na wavuvi. Swala hili likoje zaidi, labda kwa taarifa zaidi? Kwa kiasi kidogo mgogoro huu upo, na hii inatokana na baadhi ya wavuvi ambao hawataki kufanya shughuli zao kwa kufuata kanuni na sheria za uvuvi, kwa maana kwamba hawa ni wanaotumia nyavu zile haramu aina ya kokoro. Kwa nakuta maeneo yale ambao mwani unalimwa, maeneo haya na kawaida ya kuvutia samaki kuwepo kwa wingi. Kwa hiyo unakuta wanaingia hasa nyakati za usiku, wanaenda kuvuruga yale mashamba kwa wale samaki. Labda kwa taarifa hizi ya mgogoro huu, na takriban ngine muda gani mpaka kufika hatua hii? Ni mgogoro ambao unaibuka kazi zikifanyika, kwa sababu na sisi kama wasimamizi wa sekta ya uvuvi tunafanya doria kuhakikisha kwamba hizi shughuli za uvuvi haramu zinakoma. Kwa unaweza kukuta kuna kipindi tukipata nguvu kidogo tunaingia, tunawashtua, kazi zinapungua, lakini na wenyewe kama unavyojua kwamba watu wanaofanya shughuli haramu hizi na wenyewe wanajiandaa. Unaweza wakakaa wanavizia, wakiona kuna nafasi wanaingia. Kwa hiyo ni swala ambalo lipo, linaweza katokea leo ukapata ripoti, unakaa hata miezi 6 hujapata, unakuja kuipata tena. Kwa hiyo na sisi tupo kwa ajili ya kulinda hawa wenzetu wanaofanya shughuli za kilimo cha mwani. Kwa hiyo mara tu tunapopata hizi taarifa, tunafanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba hizi shughuli zinafanyika kwa kufuata taratibu na kanuni. Macho yana tabia ya kuona lakini sio kujiona. Tafsiri yake siku zote ukichukulia katika jamii au hata katika familia, ni rahisi sana mtu kuona yale ya mwingine, lakini sio rahisi kujiona. Kwa hiyo macho, kazi kubwa ya macho ni kuona. Wengine yanaona lakini sio kujiona. Sasa leo Mheshimiwa Mwenyekiti, naona formula ile imebadilishwa kwa kutumia mdahalo huu. Nimeona watu wameanza kujiona badala ya kuona, kwa sababu tayari mkulima wa mwani akiona kwamba mvuvi ndio mwenye makosa, pale hakutakuwa na maelewano. Na mvuvi naye kazi yake, macho yake ni kuona tu makosa ya mkulima, kwa pale hapatakuwa na maelewano. Lakini kupitia mkutano huu tumebadilisha mfumo. Macho sio tu yaone ya makosa ya watu wengine, tunaanza kujiona na sisi. Kwa hiyo pale ambapo utajiona kwamba mimi mkulima wa mwani ni mkulima ambaye sikufuata taratibu na sheria, ukianza kujiona, nadhani utajipambanua, utaanza kujiweka mahali sahihi, na matokeo yake, kwa kuwa utakuwa mahali sahihi, serikali haitakuwa na ugomvi na wewe, lakini pia yule mwenzio ama ni mvuvi ama ni mkulima, nadhani hatakuwa na ugomvi na wewe. Tujaribu kupeleka elimu hii, ikiwezekana mikutano hii tuihamishie huko kwenye vijiji vyetu. Yamkini tukikaa na wale wavuvi na wale wakulima kwenye vijiji vyetu, si ajabu jambo hili litaenda kwa uzuri zaidi, na matokeo yake kwenye kata yetu ya Manza tutakuwa salama. Shirika la TAUSEI lilianza kufanya kazi zake mbalimbali za kuunga juhudi za serikali kuwaletea wananchi maendeleo katika nyanja mbalimbali. Shirika la TAUSEI lilitekeleza mradi wa ujasiriamali kwa elimu ya vikoba mwaka 2013 katika kata za Maramba, Muhinduro, Bwiti na Mapatano. Lakini mwaka 2015 na 16 na 18 iliendesha mradi wa utawala bora ambao ni wa ufuatiliaji wa rasilimali za umma katika sekta ya maji. Mwaka 2018 TAUSEI walitekeleza mradi kwa kipindi cha pili, mradi wa ufuatiliaji wa rasilimali za umma katika sekta za maji katika kata za Maramba, Bwiti, Parungu Kasera na Moa.
Lakini mwaka 2022 TAUSEI walitekeleza mradi wa ufuatiliaji wa rasilimali za umma katika sekta ya afya katika kata za Maramba, Daluni na Gombero. Na hatimaye mwaka 2024 TAUSEI imetekeleza mradi wa Ninawajibika ambao kazi yake kubwa ni kuwajengea uwezo watendaji wa serikali katika mamlaka za serikali za mitaa na kuiwezesha jamii katika kutumia mfumo wa O&OD iliyoboreshwa kwa maendeleo katika kata ya Maramba. Na hatimaye mwaka 2025 tunatekeleza mradi wa Tujenge Amani Pamoja katika kata ya Mayomboni na Manza. Sisi kama shirika la WeWorld, shirika la kimataifa ambalo lipo nchi nyingi sana, lakini kwa mradi huu wa Kujenga Amani Pamoja unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Mradi huko kwenye nchi 3, Tanzania, Msumbiji na Kenya. Lakini kuna habari ya nigusie kidogo, habari ya wakulima mwani na wavuvi. Kuna wenzetu pia wa Kenya wanafanya issue kama hii hapa. Kwa hiyo tunavyowaza, tunaweza kuwaza kwamba tuwe na baada ya mdahalo tunaweza kuwa na mkutano mwingine. Tutaona sasa namna kadri tunavyoenda kushauriana na mamlaka husika, kama itawezekana tuwe na elimu hii, lakini pia tuweze kushare na wenzetu wa nchi jirani kwamba tunawezaje kufanya mambo yakawa vizuri kwa habari ya kujengeana uwezo, lakini habari ya elimu, lakini kujenga mahusiano bora kati ya makundi haya mawili. Kwa majina naitwa Ali Ahmadi Mbwana, natokea kijiji cha Mwandusi, ni mkulima wa mwani. Kwanza tunashukuru TAUSEI kulijua migogoro inayotokea katika vijiji vyetu na kutuita ili kujua zaidi migogoro hii inatokea kwa sababu gani na mnai control vipi. Hilo tunashukuru. Kwa hiyo shirika kama limetambua hili, basi wazidi kutoa elimu na mafunzo na kututembelea mara kwa mara ili kujua tunaendeleaje na kuondoa migogoro. Washirikiane na serikali pamoja na serikali zetu za vijiji na wadau wengineo ili tutatue matatizo haya, na sisi lengo letu ni kujenga nchi yetu kiuchumi kama inavyosemekana. Baada ya kuwa sasa leo umekutana, kipi zaidi ambacho umeondoka nacho siku ya leo? Mimi kwanza nashukuru na nimeondoka na vingi tu. Kimoja wapo kwanza kutambuliwa kwamba kama sisi wana kijiji tuondoe migogoro, kwamba shirika limetambua kwamba vijijini kuna migogoro na tuite wale watu husika na zile shughuli ili tujizungumze nao tujue namna gani ya kuondoa. Hilo kwanza nashukuru. Na cha pili, chingine cha kushukuru ni ile kwamba uelewa tumeupata. Tushaanza kupata mwanzo wa kujua kwamba sasa mimi ninajitathmini kwamba mimi niko katika hali gani